بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، tulisoma katika darsa iliyopita anwa'u al-i'rab na tukafanya murajaa walillahi alhamdu wal minna, na leo biidhnillah ta'ala tuingia katika mada ambayo ameiweka asharih wafaqahu Allah kama kumsahilishia mwanafunzi kabla ya kuingia katika mada ya babu maarifati alamati al-i'rab. Akatanguliza utangulizi huu ambao ni muhimu kwa mwanafunzi kujua kabla ya kuingia katika mada zitakazokuja. Qala taqsimu al-ism ila mufrad wa muthanna wa jam'. Akataja vigawanyo vya ism, kwa ism ina vigawanyo hivi vifuatavyo kama atakavyoeleza katika maelezo yake. Qala yanqasimu al-ismu min haythu al-ifrad wat-tathniyah wal-jam'u ila thalathati aqsam. Kitabu al-Mumti' katika mambo ambayo ni mazuri ndani yake mojawapo ni kama haya. Vitu muhimu kama hivi vitanguliza ili kumsaidia yule mwanafunzi katika yale yatakayokuja baada ya hapa. Al-ism, jina. Ukitizama katika al-ifrad kama atakavyoeleza na tathniya na jam', imegawanyika vigawanyo vitatu. Kuna mufrad wa huwa ma dalla ala wahidin au wahidatin, bimaana wahid mudhakkar au wahida muannath. Mufrad ni jina ambalo la kusudiwa mtu mmoja, awe ni mume au mtu mmoja kike. Mithlu mu'minin wa mu'minatin. Mu'min ni mudhakkar na mu'mina ni muannath. Yote haya mawili yaitwa ism mufrad kwa sababu anakusudiwa ni wangapi? Ni mmoja, ma dalla ala wahidin au wahida. Wa muthanna wa huwa ma dalla ala ithnain au ithnatayn. Muthanna ni wawili, waweza kuwa wa kiume, waweza kuwa ni wa kike. Unapokasema ala ithnain au ithnatayn biziyadati alifin wa nunin, biziyadati alifin wa nunin yani ala mufradihi, au ya'in wa nunin ala mufradihi, bimaana lile jina labakia kama vile lilivyokuwa katika mufradi yake. Kwa mfano neno mu'min, tumesoma katika mfano wa mufrad kuwa mu'min ni jina linalotumika na kusudiwa mu'min mmoja. Hapa ukiongeza al-alif wa nun yageuka na kuwa muthanna mu'minani, na pia yawezekana kuongeza ya na nun kulingana na itakavyokuja katika i'rab. Lakini ya na nun inaongezwa hapa, kabla yake huwa kuna nini? Kuna fatha. Kabla yake kuna fatha, kama mu'min ikiongezwa ya na nun ikawa mu'minaini, mu'minaini. Na pia hili laweza kuwa katika muannath mufrad kama mu'mina, mu'minatin. Kwa mfano tumetumia neno hapa mu'minatin, mithlu mu'minin wa mu'mina. Neno mu'minatun likiongezwa alif na nun litageuka na kuwa mu'minatani, mu'minatani. Ukiangalia utakuta haikubadilika katika mufradi yake, imebakia vile vile, kilichoongezwa ni alif na nun. Na pia inawezekana kuongezwa ya na nun ikawa mu'minataini, lakini kwa sharti kile kilichokuwa kabla ya na nun kiwe na nini? Na fatha, kiwe na fatha. Na kuna sababu ya kusema hivyo, kwa sababu ndio itakayotofautisha baina ya muthanna na nini? Na jamu.
ndio hapa akasema wa jam'in ila thalathati aqsamin, akasema wa jam'in, kigawanyo cha tatu. Wa huwa ma dalla ala akthara min ithnain au ithnatayn. Jam' ni zaidi ya viwili, yaweza kuwa mudhakkar vya kiume, yaweza kuwa muannath vya kike. Na hii jam'u yenyewe wa huwa thalathatu anwa', imegawanyika vigawanyo vitatu: jam'u mudhakkarin salimin, wa jam'u muannathin salimin, wa jam'u taksiri. Tuje katika vigawanyo hivi kimoja baada ya kingine. Kigawanyo cha kwanza, jam'u mudhakkarin salimin, wa huwa ma dalla ala akthara min ithnain. Jam'u mudhakkarin salimin, kama ilivyo jam'u zote zilizobakia za kusudia zaidi ya viwili, biziadati wawin wa nunin, kwa kuzidisha wao na nun, au ya'in wa nun ala mufradihi, au kuongeza ya na nun juu ya ile mufradi yake. Tizama, ukiangalia katika muthanna pia yasema au ya'in wa nun ala mufradihi, na hapa pia yasema au ya'in wa nun ala mufradihi. Tutaona tofauti nini. Tuchukulie hapa aliposema wa huwa ma dalla ala akthara min ithnain biziyadati wawin wa nun. Tulichukulia hili neno mu'min ambalo kuanzia mwanzo tumetoka na mfano huu. Mu'min, mu'min ni mufrad. Tukitaka kukusudia wawili tusema mu'minani kwa kuzidisha alif ama nun, ama tusema mu'minaini kwa kuzidisha ya na nun. Lakini ikija katika jam'u tusema biziadati wawin wa nun. Kwa hivyo ile mu'min tukiongeza wao na nun itakuwa nini? Mu'minuna. Mu'minuna. Ikija mu'minuna maana yake ni jam'u, ni kwa wingi, na jam'u yenyewe inajulikana kama jam'u mudhakkar. Kwa nini? Kwa sababu ni mudhakkar neno mu'min. Kisha salim, kwa sababu imesalimika ile kalima au lile jina limesalimika kutokamana nini? Na kubadilika katika ile mufradi yake. Kwa hivyo mu'min imebakia pale pale neno mu'min, isipokuwa limeongezewa wao na nun, halikubadilika. Kwa hivyo limesalimika, ndio likaitwa nini? Salim. Sawa? Tayeb. Na pia tuweza kuongeza ya na nun, ingawa tofauti iliyoko baina ya muthanna na jama' ni kuwa ya na nun inayoongezwa katika muthanna, ile herufi ya kabla yake huwa na nini? Na fatha. Ama ya na nun inaongezwa katika jama' mudhakkarin salimin, jama' mudhakkar salim, ile inaongezwa kabla yake huwa na nini? Na kasra. Ile herufi ya kabla ya na nun huwa na kasra. Kwa mfano neno mu'minun, hivyo hivyo. Tukiongeza ya na nun katika muthanna tusema mu'minaini, tutia fatha kabla ya na nun. Lakini katika jam'u tusema mu'minina, tutia kasra katika nun kabla ya na nun. Na mfano wake pia sadiquna, ambayo imetokamana na jina sadiqun katika mufrad, kaongeza wao na nun ikawa sadiquna. Na pia sadiqina, tukaona hapa imekuja kasra kabla ya na nun zilizozidishwa, ikawa ni jam' mudhakkar salim. Tumeelewa jam' mudhakkar salim? Tayeb. Wa jam'u muannathin salim, jam'u muannathin salim, wa huwa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatayn ala mufradihi, bimaana mufradi yake itabakia vile vile, lakini itaongezwa alif na ta peke yake. Tuchukulie neno kwa mfano hapa, katupa neno mu'mina, kwa sababu hii ni muannath, mu'minatun. Sawa?
mu'minatun ikaongezwa alif na ta ikawa mu'minat wasadiqat sawa sadiqat kwa hivyo ikaongezwa alif na ta alif na ta ilivyoongezwa moja kwa moja ikawa yafahamika kuwa ni jamu muannath salim na imeitwa salim kwa sababu imesalimika kutokana nini kubadilika kutoka katika mufradi yake isipokuwa kwa kuongezewa hizi herufi mbili wa jam'u taksirin ili jina lenyewe la kupa ufahamu kuwa kile kinachozungumzwa hapa kimevunjwa taksir sio salim وهو ما دل على أكثر من 2 أو 2 kwa hivyo mpaka hapa imechukua taarifu ya nini ya jam' kile kilichotofautisha baina ya jam'u mudhakkarin salim wa jam'u muannathin salim na jam'u taksir katika taarifu yake wasema ma'a taghayyurin fi sighati mufradihi pamoja na kupatikana mabadiliko kutokamana na sigha ya mufradi yake kama kwa mfano neno rajulun ni ism yajulikana ya mwanamume rajulun ikija katika jamu wasema rijalun ukitizama rajulun na rijalun tukiangalia ra mwanzo katika mufrad ina nini ra ina fatha lakini katika jamu tutasema ina nini kasra tayari hapa kuna nini mabadiliko kisha pale tutasema raju jim ina dhamma lakini katika jamu tutasema jim ina nini na fatha طيب rajulun kuna lam pale hapa ikaongezwa nini alif rijalun kwa hivyo tuona kuwa katika mufrad ilikuwa tofauti na wakati ikiwa katika nini jamu hii tutaiita jamu taksir kwa sababu imebadilika kutoka katika mufradi yake ilivyokuja katika jamu ikabadilika mfano mwingine awraq asl jamu ilikuwa mufradi yake nini waraqatun ikawa awraq tazama mwanzo herufi ya kwanza imebadilika kabisa ilikuwa ni wao hapa iko nini alif hana kuna hamza hapa awraq na pia katika sigha yake yote imebadilika kama tulivyoeleza katika rajul na pia kutubun mufradi yake nini kitabun kaf mwanzo ina nini kasra katika kutub kaf ina dhamma kisha ta ina fatha katika mufrad kitab hapa ina dhamma kutub kwa hivyo tuona haya mabadiliko yaliyotokea baina ya mufrad na jamu ndio maana ikaitwa jamu taksirin maana yake imebadilika ma'a taghayyurin fi sighati mufradihi iko wazi sio kwa hivyo hizi taksimat za ism kwa mufrad muthanna na jamu ni muhimu sana kufahamika hapa ili tukisonga mbele biidhnillah taala katika babu maarifati alamat al-i'rab itakuwa ni sahali kwetu sisi ikiwa kutatumika neno mufrad utaelewa ismu al-mufrad maana yake nini ikitumika neno muthanna utaelewa maana yake nini na likitumika jam' tutaelewa maana yake nini na vigawanyo vyake jam'u mudhakkarin salim na jam'u muannathin salim na jam'u taksir zote hizi biidhnillah taala ni alfadha ambazo tutakutana nazo huko mbele lakini asharih wafaqahu Allah amezitanguliza hapa ili iwe ni kama utangulizi wa kile ambacho atakachokisherehesha katika maneno al-musannif rahmatullahi taala alayhi wa ana aktafi bihadha alqadr wallahu taala a'lam subhanakallahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fik